Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa nafasi na kutuona pia. Jambo moja ambalo tunatakiwa tuzungumze kwa ukweli, na kwa mtu yoyote mwenye hofu ya Mungu lazima aseme haya. Kwanza, mpaka sasa tunashangaa kwa taarifa tulizokuwa nazo tusingeweza kuongea na wewe kabisa. Ndio maana nasema kuna vitu vingine wanavificha, hawataki kusema. Sasa mbunge wenu aliniambia wanataka nisiongee nanyi, nikamwambia nakuja kuongea. Tunashukuru kwa hiyo taarifa nzuri na tunaamini kwa mbunge wetu. Karibu wakuu wa nchi, nafikiri tulianza na waziri mkuu mstaafu, mtendaji mkuu wa serikali wakati ule Majaliwa. Nao walifanya hivyo hivyo, mbunge wetu alipambana, tukaja tukazungumza naye. Na kwa hii tumepata taarifa njema pia, umekubali kuzungumza na sisi. Tunaomba utusikilize angalau kwa dakika 5. Utapata kitu. Sasa twende kwenye hoja ya msingi sasa. Watu wa madini kama wanavyosema wanatoa leseni kweli kwa wazawa, lakini mtu mmoja anapata leseni zaidi ya 10 na kwa maeneo tofauti. Mpaka wakati mwingine wanaingia hadi kwenye mashamba ya watu. Unalima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaambiwa hapa kuna piero ya mtu. Sasa unashindwa kuelewa, mimi ndio mwenye shamba, alafu naambiwa napolima tayari kuna piero ya mtu. Na sheria za madini, mtu mwenye piero anakuwa na nguvu kuliko mmiliki wa shamba. Ndio matatizo yapo vijiji vya mbele kwa majirani zetu hapo Mtisi, Magula na kwingineko. Changamoto ziko hivyo hivyo. Sema ni kwa sababu ya muda kujapata nafasi ya kuzungumzia vijiji vingine, wamekupa changamoto nyingi zaidi kwa wanaosawa wa madini. Kwa mambo yako hivyo, na watu wakienda kulalamika kwa viongozi, wanaopewa favor ni wale wanaokuwa wanamiliki leseni. Labda sijui, nisiseme labda kumsemea mtu uongo, labda kuna vitu wanatanguliza ndio maana wanakingiwa. Na baadhi ya viongozi wetu na watendaji wetu wa serikali hawafanyi kazi zao kwa weledi. Ndio maana tunafika hapa tunapokuwa tumefika. Ndio maana wananchi wanafikia mahali wanasema wanaichukia serikali. Sio kweli. Ni kwa sababu ya watendaji wabovu wa serikali wanaochaguliwa na rais, ambaye sisi wananchi kwa kura zetu tumemwamini na tunaamini anemchagua kuja kutusimamia naye ni mzuri, kwa sababu aliyemchagua sisi tumemchagua. Shida iko kwa watendaji. Bili na watendaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya mambo yatakaa sawa. Nirudi kwenye changamoto ya kwetu Starike, kijiji ambacho saizi upo na sisi ni wazaliwa wa hapa. Changamoto Mheshimiwa mbunge amekupa sahihi kabisa, lakini kuna kipengele kimoja tu kakisahau kidogo, ambacho ndio shida. Na unauona wanakaa kusubiri kauli, utasemaje kuhusu kipengele hicho? Kesi kweli iko mahakamani kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, na jitihada tumefanya kama wananchi, tumejichanga fedha zetu kutoka mifukoni, tumeweza kupata wakili akatuwakilisha vyema, lakini mwisho wa siku tumepambana kutengua hukumu ambayo ilikuwa inawapa mamlaka wenzetu wa upande wa pili. Aliyosema Mheshimiwa mbunge watu 9 kulima kwenye lile eneo, zaidi ya ekari 1600 na pointi, wanalima watu 9, wananchi zaidi ya 900 hawana eneo la kulima. Sidhani kama kuna kiongozi duniani wa serikali anaweza kuruhusu jambo hilo. Sasa shida iko wapi? Tumepambana, tumetengua, hukumu imetenguliwa na mahakama, na nakala ya hukumu iko hapa ya kutenguliwa hiyo hukumu iliyokuwa inawapa favor wenzetu. Mwisho wa siku, baada ya kupata nakala hiyo, kamati ya kufuatilia mbuga ya kijiji ambayo tulichagua sisi wenyewe wananchi, na mwenyekiti wa kamati hiyo ni mwenyekiti wetu wa kijiji sasa hivi, walijua hilo. Sasa tulipomaliza kutoka mahakamani, hukumu imetenguliwa, anayetakiwa kutumia eneo sasa nani? Changamoto ikaanzia hapo. Mwisho wa siku tukasema tusiingie mbugani pasi na utaratibu, tufuate vyombo vya ulinzi na usalama vitusaidie ni kwa namna gani tunaingia kwenda kulima kule. Kamati kaenda kwa Mheshimiwa DC, na wakati walikwenda kwa Mheshimiwa DC, bahati nzuri
mwanasheria wa halmashauri alikuwepo, wakalijadili, wakasema kwa muktadha huu ni kweli, basi lile eneo ili pasiwe na ugomvi. Noti point yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili pasiwe na ugomvi, watu wote wasiingie mpaka shauri lililoko mahakamani likae sawa. Atakayekuwa amepewa haki ya kuwa mmiliki halali wa eneo lile ndio ataingia kwenda kufanyia kazi kwenye eneo lile. Cha ajabu sasa, ambacho naamini hata wewe utashangaa, DC anasema na mwanasheria wa halmashauri wamependekeza kwenye kamati watu wasiende. Cha ajabu, mpaka ninapokuambia dakika hii, mpunga kule umesimama. Anaelima nani kama sio mwananchi? Nani anaelima kule? Na wamekwenda kulima kwa sauti ya nani? Jambo liko mahakamani, na tunasema tunaheshimu kila muhimili. Ina maana baadhi ya watendaji wa serikali wanashindwa kuheshimu muhimili wa mahakama. Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu na mbunge, kule saizi watu wanalima hao 9 ambao hilo eneo, wananchi hao wamekosa pa kulima. Ndio wanataka kujua ni kwa nini wale wananchi watu 9 kule wanalima na wananchi hawalimi. Wamepata ruksa kwa nani? Kama aliyewapa ruksa huyo ni mtu wa serikali, basi huyo ndio anatusumbua sisi, tunachelewa kupata haki yetu kwenye eneo lile. Imefikia hatua Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisifiche, kama kufa atakufa siku moja, nimezaliwa mara moja, atakufa siku moja. Mkuu wa mkoa imefikia hatua anaogopa kuja Starike kwa sababu ya kero hii. Ile takiwa hii kero isikie mahali iishe. Kapita Makonda tumemwambia, kapita Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa akatuambia hivi, nimekuja kuwasikilizeni wakati wanakwenda Mpimbwe, nimekuja kuwasikiliza, mwisho wa siku haya malalamiko yenu na maoni yenu nampelekea Mheshimiwa Rais, atakuja na majibu mwezi wa 6 anapokuja kwenye ziara yake. Cha ajabu, kweli Mheshimiwa Rais alikuja, lakini kwetu alipita hapa, hawakutaka hata asimame dakika 5 azungumze. Alikwenda kuzungumzia Kibaoni. Mimi na gari yangu niliwata nikapeleka na mama hapo hapa kwenda kumuwahi kule, tukakosa nafasi, tulipigwa pini na watu wa usalama. Unaonyesha kile yule mzungumzaji yule Mkingeni asipate nafasi. Nilikutana na hiyo hadha kule, hatukuongea, nikaenda. Leo unakuja wewe, tunaomba utusikilize. Mheshimiwa Waziri Mkuu Lameck Mwigulu Nchemba, wewe unakuwa mtu wa 4 kama sio wa 3 kusikiliza kero hii moja kwenye kijiji kimoja, kata moja. Shida inakuwa iko wapi kama sio watendaji wa serikali? Tunaomba majibu. Lakini pia kwa nafasi niliyoipata hii, naomba walau kwa dakika 2 tu nizungumze jambo langu binafsi, maana nikatoka hapa nikakosa nafasi tena. Mimi kupitia kusema ukweli huu unaosema sio mara moja, nimekutana na changamoto nyingi. Mimi na chombo changu cha usafiri nafanya kazi ya kusafirisha abiria na mizigo kutumia Probox. Kupitia kusema ukweli kwa kuwatetea wananchi wa kijiji chetu tunachotoka na kata hii na mkoa mzima wa Katavi, nimepata changamoto Mheshimiwa. Mara ya kwanza ni kweli nakiri, kwa sababu sio kweli, ni mpenzi wa Mungu, nilikamatwa na TFS, nilikuwa nimebeba mkaa, kimsingi ni kosa, nikapelekwa sehemu inayostahiki, tukazungumza lile jambo. Mwisho wa siku napokuja kuwalaumu TFS ni sehemu moja tu, walishindwa kufikia wakati kutekeleza sheria, kwa sababu kosa lilofanya na sheria inaelekeza adhabu. Tunakwenda mahakamani hapo, nimebeba mkaa gunia 8 kwenye Probox, na kwenda TFS wananiambia nitakalipe faini milioni 5. Hata nalipa milioni 5, gari yangu imenunua kwa thamani ya milioni 17, nalipa milioni 5, na kazi naofanya ni ya kubeba abiria shilingi 3,000 na kutoka hapa kwenda Mpanda. Hiyo milioni 5 naipata wapi ya kutoa chombo kama hawataki kunitaifisha? Lakini sheria 88 na 89 ya TFS, ukikamatwa na mazao ya misitu hususan mkaa, unakutwa na makosa mawili. Kwanza, umepokea mazao ya misitu bila kibali,
na pia umeasafirisha. Makosa mangapi? Mawili. Adhabu yake sasa ndio makosa. Na hata TFS wako hapa atakuja kutoa ufafanuzi kama ni wa kweli. Faini yake kwa mzigo uliobeba isiwe chini ya $100,000, maelekezo hayo, na isiwe juu ya $1,000,000. $5,000,000 inaingiaje? Nikasema jamani, siwezi kuilipa, labda kama mnataka mchukue gari yangu. Nikarudi nyumbani na bili, wakapunguza bili, wakaniprintia bili ya $3,000,000, bado haipo kwenye sheria hizi ninavyofafanua. Nikarudi nyumbani nikakaa nikakufa njaa, nikabaki kuwa naomba kwa sababu ndio kazi yangu. Mwisho wa siku nikapambana. Baba yangu mzazi mstaafu leo Amos alinitumia hii $1,000,000, nikaenda nikalipa pale, sina hata 100. Gari imekaa miezi 2 TFS, nikalipa nikatoa gari. Juzi hata miezi 2 haijaisha, inaniuma sana. Wanataka kuniua na njaa. Nimeshikwa tena na mawe kubeba ni makosa. Mawe kubeba ni makosa. Mpaka leo niko polisi pale. Watu walionishika ni watu wa TANAPA. Mpaka leo haijulikani kesi inaenda mahakamani, kesi inaenda wapi sijui. Leo ni mwezi wa 2, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi nakula nini? Kazi yangu ndio hiyo. Na pale nilipo ndani sina chochote. Sina kitu. Hapa mfukoni sina hata 100. Kila kitu anabeba nini? Gari yangu ndio ujira wangu. Leo mimi niende wapi? Nimepakia mzigo wa mawe nje ya hifadhi. Jiwe la Simba hapo. Ikikupendeza, najua unaelekea hadi Mpimbwe. Utakwenda kuona jiwe la Simba. Iko nje mpaka hifadhi. TFS na TANAPA. Nimekuja kushikiwa. Kadaya kakwako ambako mkuu wa mkoa kalimshindisha siku nzima, alijaba fuliko. Na daraja ikiwezekana kimpendeza Mungu, tunamwomba Mheshimiwa Samia atujengee na hiyo daraja liko hapo. Kwa hiyo msaidie Mheshimiwa. Haya, nimekusikia.